Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Amina. Ninyi mnaonisikiliza kutoka hapa manispaa ya Shinyanga, Tanzania, na wale mnaonisikiliza nje ya nchi kwa mtandao. Tuko katika wiki la Pentecost, wiki ambalo kanisa la Kristo lilizinduliwa, na tutakuwa na mafundisho mazuri ya neno la Mungu na maombezi yanayoambatana na mafundisho hayo. Leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza, tutajenga msingi wa kile ambacho tutazungumza katika siku hizi zote tano. Fungua pamoja nami katika kitabu kile cha nabii Isaya sura 41 mstari wa 17 na wa 18. Mungu anatuita kwenye furaha na utoshelevu wa kweli maishani. Mungu anatuita kwenye furaha na utoshelevu wa kweli maishani. Isaya 41 mstari ule wa 17 na wa 18. Biblia inasema hivi, tusome pamoja kama umeshafika ndugu msikilizaji na mtazamaji. Katika kitabu kile cha nabii Isaya sura 41 mstari wa 17 na wa 18. Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana. Ndimi zao zimekauka kwa kiu. Mimi Bwana nitawasikia, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Nitafunua vijito vya maji juu ya vilima na chemichemi katikati ya mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Jina la Bwana libarikiwe. Ujumbe wetu ni huu katika siku hizi tano, ya kwamba Mungu anatuita kwenye furaha na utoshelevu wa kweli maishani. Maandiko haya ambayo nimeyasoma yameandikwa wakati ambapo Waisraeli walikuwa wametoka katika nchi yao, wamechukuliwa utumwani kule Babeli. Walikuwa katika hali ya dhiki na mateso mengi. Walikuwa katika hali ya maisha magumu na mateso makali. Kwa sababu ya ule ugumu wa mateso, walihitaji sana angalau maji yatulize kiu yao. Walihitaji sana angalau maji ya wape utoshelevu fulani. Lakini Biblia inasema wametafuta maji hawa maskini na wahitaji, ndimi zao zimekauka, wala hapana maji. Mungu atusaidie sana. Watu hawa, historia inaonyesha, walikuwa katika mapambano makubwa. Mapambano makubwa kimwili, kwa sababu wako chini ya utumwa wa taifa la Babeli. Lakini mapambano makubwa kiroho, kwa sababu kule ugenini hawa watu wa Babeli walikuwa wanaabudu miungu. Kwa hiyo walikuwa kwenye physical and spiritual struggles. Wakafika mahali ukaanza kukata tamaa. Kama vile mimi na wewe tunaweza kupita kwenye changamoto nyingi, kwenye mawimbi mengi, kwenye dhoruba nyingi, kwenye shida nyingi, na tukaanza kuhisi kukata tamaa. Na wao wakafika kwenye mahali wanataka kukata tamaa.
wana maisha magumu, mapito magumu, taabu na mizigo mizito, kazi ngumu wanapandishwa, angalau wapate kikombe cha maji kutuliza kiu yao itokanayo na kazi za juani, maji hayapo. Na ndipo Mungu anamtuma nabii katikati yao, huko katika nchi ya utumwa, nabii anaitwa Isaya. Isaya anawaletea neno la Bwana, anawaambia Mungu wenu anasema hivi, maskini na mhitaji wanatafuta maji, wala hapana, ndimi zao zimekauka kwa kiu, lakini mimi Bwana nitawasikia. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Wakati hali ni tete sana, tunamhitaji Mungu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati hatujui tunafanyaje katika maisha, tunamhitaji Mungu sana. Wakati mambo yamebana kila eneo, tunamhitaji Mungu sana. Waisraeli wakiwa katika nchi ya Babel walimhitaji Mungu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anawatokea kupitia nabii Isaya kuwahakikishia ya kwamba huyu Mungu amewasikia, anajua shida zao, na kwa sababu hiyo Mungu anawaahidi ya kwamba hata waacha. Hiyo ni ahadi ya kwanza. Tunapojisikia tuko katikati ya mawimbi, changamoto, hali ngumu, tunajiona wapweke, tunajiona watu waliokata tamaa, tunajiona tunatumaini wala mwelekeo, lakini neno la Bwana linasema sitakupungukia wala kukuacha kabisa. Sema amina kama unanielewa. Mungu akawaambia sitawaacha. Lakini neno la pili Mungu anawaambia nitawafunulia vijito vya maji. Kwa vile hitaji kuu ni utoshelevu kwa kiu walio nayo, Mungu anawaahidi kuwafunulia vijito vya maji. Alafu anasema hivi vijito vya maji vitatiririkia mlimani. Kesho tutaangalia siri ya vijito vya maji mlimani. Lakini anasema katika mabonde Mungu anasema ataweka chemichemi ya maji, ili maji yawepo juu, maji yawepo chini, utoshelevu wa watu hawa uwe wazi, uwe dhahiri kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa vile leo tunaanza na somo letu la kwanza ya kwamba Mungu anatuita kwenye furaha na utoshelevu wetu wa kweli maishani, tuangalie mambo haya manne kabla tujaenda kuanza maombi na maombezi. Jambo la kwanza tunaloliangalia, ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni kwamba dunia ina ukame wa kiroho na kiuchumi. Dunia hii ina ukame wa kiroho na kiuchumi ambao chanzo chake ni anguko la Edeni. Dunia ina ukame kiroho na kiuchumi ambao chanzo chake ni anguko la Edeni. Na kwenda kwenye waraka kwa Warumi, waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya kwanza, tutakwenda kusoma hapo Warumi sura ya kwanza, tasoma mstari wa 21 mpaka ule wa 32, lakini nitarudi zaidi kwenye mstari wa 28 wa 32 baadaye. Warumi sura ya kwanza mstari ule wa 28 kuanzia wa 21. Warumi sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka wa 32, lakini baadaye tutarudi zaidi kujikita katika mstari wa 28 na wa 32. Biblia inasema, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru,
bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wanadamu walioumbwa na Mungu walipojua ya kuwa yuko Mungu muumbaji, hawakumtukuza kama yeye ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea. Maana yake walienda kando ya mpango wake katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mstari wa 22, wakajinena kwa wenye hekima wakapumbazika. Mnisikilize vizuri, katika maisha haya kuna wakati mwingine hata elimu haina majibu. Mtu anakutana na changamoto, anajaribu kutumia elimu yote aliyoisoma iletee ufumbuzi, hapati majibu. Kwa hiyo wakajinena kwa wenye hekima, kwa ufahamu waliokuwa nao, kwa elimu waliokuwa nayo, lakini kimsingi walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu. Mwanadamu anapoenda kando ya mapenzi ya Mungu, mambo yanaharibika. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano ya sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Maana yake hawa watu walipopoteza spiritual connection, walipopoteza muunganiko wa kiroho na huyu Mungu, kwa vile mwanadamu ameumbiwa kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile mwanadamu ameumbiwa kuabudu, ni lazima aabudu. Sasa aabudu nini kama hana muunganiko na Mungu wa kweli ulio katika roho na kweli? Biblia inasema wakaanza kuabudu vitu vyenye sura ya binadamu, sanamu hizo. Watu wakaanza kuabudu ndege na wanyama na vitu vitambaavyo. Nimewahi kusoma juu ya nchi moja ambayo watu wanaabudu nyoka mkubwa. Lile joka kubwa ndio linakuwa Mungu wao. Na pia kuna usemi waabudu shetani, wanaabudu joka. Nisikilize vizuri. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu. Maisha nje ya mpango wa Mungu ni kufuata uchafu. Hata wakavunjiana heshima miili yao. Dhambi ya uasherati ikaingia, na tendo la ndoa likageuka kwa biashara au bidhaa. Lakini hawakuishia hapo. Ngoja tuendelee kusoma. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kwa kuwa uongo, wakikisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Mungu, badala ya Muumba anayehimidiwa milele. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakiwakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasiopenda rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo. Wala si hivyo tu, bali walikubaliana
nao wayatendao. Jina la Bwana litusaidie. Mungu anatuita kwenye maisha ya furaha na utoshelevu wa kweli maishani. Dunia ina ukame kiroho na kiuchumi, na ukame huu chanzo chake ni anguko la Adam na Eva kule Eden. Sasa unisikilize vizuri. Tuliumbwa ili tuwe na muunganiko wa kiroho na Mungu. Ngoja niwaambie kitu ambacho mimi nimejifunza. Tangu mwanzo Mungu hakuwa na mpango wa kuwa Mungu aliyejificha, Mungu asiyeonekana kwa wanadamu, Mungu asiyesema na wanadamu. Alipomuumba Adam na Eva na kuwaweka kwenye bustani, alitaka awe anaongea nao kila wakati. Lakini leo katika nyakati hizi tulizo nazo, Mungu kusema na watu imekuwa kama ni jambo gumu. Mungu kujifunua kwa watu imekuwa kama ni jambo gumu. Kwa nini inakuwa hivi? Ni kwa sababu mwanadamu ameingia katika anguko. Mwanadamu ameingia katika hali ambayo inamfanya Mungu awe kimya kwake. Katika semina hii ninajua Mungu atajifunua kwenye maisha yako kama alivyotangulia kujifunua kwangu. Maisha yako yatabadilika, viwango vyako vya kuomba na kupata mambo mengine ya kiroho vitabadilika katika jina la Yesu. Amen. Kama unanielewa sema amina kubwa. Amen. Kwa mujibu wa andiko hili la Warumi sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka 32, tunagundua ya kuwa baada ya anguko linaletwa na uasi. Uasi huu unasababisha mambo matatu makubwa. Moja, dhambi kaingia. La pili, makosa yakaingia. La tatu, maovu yakaingia. Mambo haya matatu ndio yanayomtenga mwanadamu na Mungu wake. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Kwenye andiko hili yameandikwa mambo kadhaa, nitaje machache. Tunaambiwa ya kuwa uasherati na uzinzi ukaingia. Nimetangulia kukwambia hivi leo, katika miji mikubwa kuna sehemu watu wanajiuza. Tendo la ndoa ni bidhaa ya kununua na kuuza. Hii ni moja ya mambo ambayo yamemkasirisha Mungu kwa kiwango kikubwa. Lakini kama ilivyokuwa kwa Sodoma na Gomora, dhambi zingine ambazo ni mbaya na zina kiwango cha maovu zikaingia. Ulawiti, ushoga. Dhambi hizi ndizo zilizopelekea Sodoma na Gomora kuchoma moto. Ndugu zangu, nataka nizungumze kwa mpigo sana, na wewe unanisikiliza unielewe. Mambo yanayopita katikati yetu katika karne hii, katika kizazi chetu, tukiona dhambi ya usagaji, tukiona mwanaume na mwanaume wanaoana, mwanamke na mwanamke wanaoana, na vitu hivi vimeenda sana, vimeingia mpaka kwenye nyumba za ibada, watu wakitaka kufungishwa ndoa ambazo hata mnyama wa kawaida asingethubutu kufanya hivi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Niseme tena na unielewe, kilichowafanya Waisraeli waende Babeli ni kwa sababu walianguka wakamwasi Mungu, na Mungu akaachilia majeshi ya Babeli na Ashuru yaje kuwachukua kwenda utumwani. Kinachosababisha hali iwe ngumu leo katika kizazi chetu, ngumu kiroho, ngumu kiafya, ngumu kiuchumi, ni kwa sababu watu wamekataa kuwa na Mungu katika maisha yao. Kwa hali halisi tu, hata mbwa dume anajua mbwa jike. Lakini leo wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu wanajifanya hawanazo akili. Mwanaume anataka kuwa mwanaume,
Mwanamke anataka kuwa mwanamke. Haya ni maovu yaliyokithiri ya siku za mwisho, ambaye anamfanya mwanadamu kuwa na hali fulani ya kuwayawaya, kutambika, kuwa restless, kutokupata pumziko la kweli, wala amani ya kweli, wala utoshelevu wa kweli katika maisha yake. Mwanadamu ana utupu fulani, anatafuta ujazwe, lakini utupu huu haujazwi kwa sababu njia anazozitumia za uasherati, uzinzi, ulawiti, ushoga, usagaji, ulevi wa pombe na madawa ya kulevya, ibada za miungu na ushirikina, kutafuta pesa kwa njia ya kumwabudu shetani, Freemason, mauaji na kumwaga damu. Vyote hivi havijamleta mwanadamu kwenye ule utoshelevu, kwenye lile pengo ambalo lilijitokeza pale mwanadamu alipomwasi Mungu. Mungu atusaidie. Kama unanisikia sema amen. Mungu na atusaidie. Amen. Kumekuwa na misukosuko mingi katika ndoa. Ndoa hazina amani ya kweli, ndoa hazina utulivu wa kweli. Kumekuwa na misukosuko mingi katika afya. Magonjwa mbalimbali yanaibuka, mengine hata dawa hayana. Mara Ebola, mara corona, uviko 19, mara chicken pox. Magonjwa mbalimbali ya mlipuko yanatokea. Tukiyatazama kiutaalamu, wataalamu watatuambia haya magonjwa yanasababishwa na kuibuka kwa aina ya virusi vyenye madhara kwenye maisha ya binadamu. Lakini tukiyatazama kiroho, magonjwa haya yanajitokeza kwa sababu ya dhambi, makosa na maovu ya mwanadamu dhidi ya Mungu wake. Mungu atusaidie sana. Kumekuwa na hali ya hukumu wa maisha, kupanda kwa gharama za maisha, uhaba wa ajira. Wasomi ni wengi, kazi hamna, na wasomi pengine hawakuandaliwa au hawakujiandaa kujiajiri. Yote haya yanatukabili katika siku hizi za mwisho. Na teknolojia, kasi ya teknolojia ni kubwa, na kwa sababu ya kasi kubwa ya teknolojia, kazi nyingi zinaweza kufanywa na mashine, zinaweza kufanywa na robot. Kwa hiyo kazi ya mwanadamu inabaki kuwa ni chache, na kwa sababu hiyo kunakuwa na unemployment, ukosefu wa ajira. Baya kuliko yote, ingawa yote ni mabaya, tumefika mahali sasa ushoga unapigiwa debe, usagaji unapigiwa debe na kufadhiliwa, na masharti yanaandamana na haya. Kukubaliana na ushoga au usagaji hatukupi misaada. Tuko siku za mwisho. Shetani anajua pia na muda mchache, kwa hiyo kila mwanya na fursa anayoipata anataka aitumie. Mungu atusaidie sana. Kimsingi mwanadamu hafurahi maisha kwa kiwango kile Mungu alikusudia. Kwa nini? Kwa sababu ya ukengeufu. Kukengeuka ni kutoka kwenye mstari ule Mungu alitukusudia. Kukengeuka ni kutoka kwenye nafasi Mungu alitukusudia na kujitafutia nafasi nyingine mbadala. Twende katika kitabu cha Isaya. Isaya 57. Kitabu cha Isaya. Ndugu mtazamaji unayenifuatilia popote ulipo, fuatilia kwa makini sana, na mwisho wa mafundisho hayo utapata kitu ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Kitabu cha Isaya Isaya 57. Isaya 57 mstari wa 19 mpaka 21.
Isaya 57 mstari wa 19 mpaka 21, Biblia inasema, Mungu anasema, mimi nayaumba matunda ya midomo, amani amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Bwana. Naam, nami nitamponya. Bali wabaya maana yake ni waasi walioiasi sheria ya Bwana. Bali wabaya wapanana na bahari iliyochafuka, maana haiwezi kutulia, na maji yake hutoa tope na takataka. Hapana amani kwa wabaya, asema Mungu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya mwanadamu nje ya mpango wa Mungu wa wokovu na kumcha yeye, maisha ya mwanadamu nje ya muunganiko wake na Mungu, ni maisha mabaya. Hayana amani ya kweli, hayana utulivu wa kweli, hayana utoshelevu wa kweli. Mungu atusaidie sana. Kumekuwa na migogoro katika ndoa, kumekuwa na migogoro katika familia, kumekuwa na migogoro katika nchi, kumekuwa na migogoro katika taifa na taifa. Ni kwa sababu mwanadamu amekataa kuwa chini ya mpango wa Mungu. Na mwanadamu, nimesema, anatafuta amani kwa vileo haviwezi kumpa amani. Mwanadamu anatafuta amani kwa njia ya anasa haziwezi kumpa utoshelevu. Tunahitaji kurudi tena katika mpango ambao Mungu aliukusudia wa maisha, na mpango huu ni maisha ya wokovu ndani ya Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nina pointi 4 kama nilivyosema. Pointi ya pili nasema, hakuna utoshelevu utumwani Babeli. Hakuna utoshelevu utumwani Babeli. There is no satisfaction in Babylon. When someone is in slavery in Babylon, there is no satisfaction at all. Hakuna utoshelevu utumwani Babeli. Naweza kuweka kwenye mabano, hakuna utoshelevu nje ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yalikuwa Waisraeli waishi katika nchi yao, wakaonywa na manabii kila wakati kwamba Mungu anachukia hiki, Mungu anachukia hiki, Mungu anachukia hiki. Hawakusikiliza manabii, hawakuisikiliza sauti ya Mungu. Matokeo yake Biblia inatuwekea wazi, wakachukuliwa utumwani Babeli. Ndio andiko tunalolisoma, wako kwenye maisha ya jua kali, maisha ya kazi ngumu ya utumwani. Hata maji tu ya kutuliza kiu hayapo. Mungu atusaidie sana. Hawana utoshelevu wa kweli. Tukirudi Isaya 47 tena, Isaya 41 Isaya 41 mstari wa 17, sehemu ya A inasema, maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana, ndimi zao zimekauka kwa kiu. Hawa wanalohitaji la dharura, wanalohitaji kushughulikiwa haraka, ni hitaji la maji, lakini maji hayapo. Tafsiri ya kiroho, hawa watu wanahitaji refreshment, hawa watu wanahitaji burudiko, hawa watu wanahitaji raha fulani ndani mwao, hawa watu wanataka utulivu fulani ndani mwao, lakini hawaupati kwa madawa ya kulevya, hawaupati kwa usagaji, hawaupati kwa ushoga, hawaupati kwa ushirikina na uchawi, hawaupati kwa njia ya kuabudu miungu wala kuabudu shetani Freemason. Utoshelevu haupatikani hata kwa njia ya kusoma sana, ingawa kusoma ni muhimu. Kusoma sana bila Mungu haileti utoshelevu. Kusoma sana bila Mungu haileti majibu ya maisha. Mungu atusaidie sana.
Maskini hawa wanawahitaji. Mungu anasema wanahitaji maji, wamekaukiwa ndimi zao, maji hayapo. Ukikaa ukitafakari hivi ni nini hasa maana ya maisha? Maana ya maisha ni mwanadamu kuishi katika mpango kamili wa Mungu. Nje ya hapa hakuna raha kwa mtu binafsi, hakuna raha kwenye ndoa, hakuna raha kwenye familia, hakuna raha kwenye jamii. Ni migogoro mitupu nje ya mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Ni hapo mwanadamu anaweza kufika akasema maisha haya bila Yesu siyawezi. Ndipo anapoanza kuingia kwenye mpango kamili wa kimungu wa kuleta utoshelevu. Ndipo anapoanza kuingia kwenye mpango kamili wa kimungu wa kuleta amani ndani na nje ya mtu binafsi, wa kuleta amani katika familia, katika ndoa, katika jamii, katika nchi na katika ulimwengu mzima. Katika Wakorintho wa pili, leo tunaweka msingi wa Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Mtume Paulo anaandika, waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korintho sura ya 3 mstari ule wa 5, anasema si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Mwanadamu aliumbiwa maisha tegemezi. Mungu alituumba tuwe na maisha tegemezi ya kumtegemea yeye, na sisi tunakamilishwa ndani yake. Sasa nje ya uhusiano wetu na Mungu hakuna utoshelevu, no satisfaction. Mtu anaweza kutafuta utoshelevu kwa njia ya kulewa, iwe pombe au madawa ya kulevya. Lakini nakwambia atakunywa pombe. Nimewahi kukutana na walevi wako addicted. Yaani nimewahi kukutana, niwe radhi, nikiwa kijana niliwahi kukutana na daktari bingwa wa upasuaji. Niwe radhi, ni jambo ni halisi. Daktari huyu hawezi kufanya upasuaji miaka ile mpaka umletee ama konyaki ama gongo, tumletee pombe kali, anaweza kufanya upasuaji. Maana yake nini? Kabla ya kunywa pombe anatetemeka, hawezi kushika hata vifaa vya operation, anatetemeka, yuko addicted. Mwili umekuwa tegemezi kwa pombe. Sasa watu waliokuwa wanamfahamu daktari yule, kama wana mgonjwa anaandaliwa kupelekwa theater, wanaleta pombe haramu ya gongo, chupa 2 za kutosha, namwekea pale, anakunywa. Baada ya kunywa sasa ni angalau mwili unajaribu kutulia ili afanye operation. Siwezi kujua sana kama vifo vingine havikusababishwa kwa sababu ya mlevi kupindukia aliyekuwa addicted na pombe haramu ya gongo amekosa upasuaji. Siwezi kuwa na ushahidi. Lakini utoshelevu wetu hauwezi kuletwa na pesa. Utoshelevu wetu hauwezi kuletwa na ulevi wa pombe. Utoshelevu wetu hauwezi kuletwa na ulevi wa sigara. Utoshelevu wetu hauwezi kuletwa na madawa ya kulevya. Vijana wengi wanapotea na wanakufa kabla ya wakati wao kwa sababu ya madawa ya kulevya. Nini? We avoid, we are empty. Sisi ni watupu bila Mungu. Wakati nikiwa mwalimu wa sekondari, nilikuwa na mwanafunzi wangu mmoja very bright, anakili sana darasani, fanya masomo yake vizuri, akafaulu kidato cha 4 vizuri, akaenda high school ya serikali vizuri. Alipofika kule kajifunza madawa ya kulevya, kaanza kutumia madawa ya kulevya yanayoingia kwa njia haramu nchini. Tumia madawa ya kulevya, akawa addicted. Akagundulika shuleni, akafukuzwa. Aliporudi nyumbani, mtoto wa
wasomi, wafanyakazi wasomi wenye hela, lakini mtoto wao yuko addicted na madawa ya kulevya. Mungu atusaidie sana. Wakaniita nikamshauri mara ya kwanza, ya pili, lakini habadiliki. Yuko addicted. Hakuna mabadiliko mwanadamu anaweza kayafanya nje ya kumpokea, kumkubali, kumpokea na kumpa Yesu nafasi ya kwanza maishani. Kama unanielewa sema amina. Amina. Wewe kijana kamwambia nilikufundisha chemistry na biology enzi. Sasa nakufundisha habari ya ufalme wa mbinguni. Hakuna raha na utoshelevu nje ya Yesu. Mwalimu sasa mnaletea mambo ya kilokole tena. Mwalimu mambo ya kilokole mimi siwezi mwalimu. Mwalimu tuongee mambo mengine mwalimu. Akaendelea na mada ya kulevya mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Baadaye wazazi mwaka wa tatu kama nakumbuka au wa nne wakaambia mwalimu tuna msiba. Nini tumempoteza kijana wetu. Kijana aliyekuwa very bright kwenye taaluma, aliyetarajiwa kama sio kwa lecturer au profesa wa chuo kikuu, alitarajiwa kuwa daktari mzuri, daktari mzuri. Nini? Ametafuta utoshelevu nje ya neno la Mungu, utoshelevu katika madawa ya kulevya. Ndugu zangu, mimi wanajaribu kufikiri, mnisikilize kidogo. Huwa najaribu kufikiri hivi wanadamu tuko sawa kweli? Mara nyingi nimeambiwa madawa ya kulevya yanasafirishwa kutoka nchi kule, yanapatikana kuja hapa nchini kupitia mfumo wa chakula wa mtu. Mtu anameza, wanaita pipi zile, pipi za madawa ya kulevya, anameza, halafu anapanda ndege. Amekadiria masaa, yakifika masaa fulani atakwenda chooni ajisaidie. Lakini kujifikiri, wanadamu wenye elimu, wenye akili timamu, hivyo natumiaje kinyesi cha mtu? Sio kama mnanielewa. Yaani unatumiaje kitu kilichopita kwenye mfumo wa kinyesi? Alafu unasema nina starehe. Confusion. The world is in confusion. Ulimwengu huu uko kwenye hali ya kuchanganyikiwa. Ni Yesu pekee akipokelewa kwenye maisha ya watu analeta maana ya maisha, analeta utulivu na amani ya kweli, analeta ujana mwema, analeta umama mwema, analeta uzee mwema, analeta ubaba mwema. Ni Yesu pekee akikaribisha kwenye maisha ya mtu. Huyo Yesu analeta ndoa yenye amani na utulivu. Huyo Yesu analeta familia yenye maelewano. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanafunzi wangu akafariki, iliniuma sana. Nikakumbuka juhudi zote nimefanya za kumpa elimu zimepotelea, zimekatishwa kwa sababu ya mwanadamu kutafuta starehe nje, utoshelevu nje ya mapenzi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Pointi ya tatu inasema Mungu ni mwenye huruma tele. Anajua mahitaji, vita na adha za watu wake. We have a compassionate God who knows the needs of his people. Mungu ni mwenye huruma, tena huruma tele. Anajua mahitaji, tabu na adha za watu wake. Nampenda Mungu kwa sababu hata kama tumekengeuka na kwenda mbali naye hatuachi. Jina la Bwana libarikiwe. Narudi tena Isaya 41 mstari wa 17. Neno la Bwana linakuja juu ya Israeli wakiwa utumwani Babeli. Bwana anasema, maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana. Ndimi zao zimekauka kwa kiu.
Mimi Bwana nitawasikia, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. This is good news for you and me. Hii ndio habari njema kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ya kwamba Bwana anatujua vyema na ni mwingi wa huruma na rehema kwetu. Ni sisi kusikia sauti yake na kuitikia. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu pamoja na kuruhusu Israeli waende utumwani Babeli kwa miaka 70, bado alijua mateso yao, bado alijua dhiki yao. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, Mungu anajua pika juu ya dhiki na shida unazokutana nazo. Nilikuwa mahali fulani nikiwa nahubiri, Mungu akanisemesha kupitia Roho wake Mtakatifu, akasema, wako watu hapa wamekusudia mara tu baada ya semina hii kwenda kujiua. Niliita watu hao, wakapatikana watu wawili, kawafanyia maombi. Katika maombi hayo, mmoja alianguka chini akajipigiza sana. Kumbe roho ya mauti ilikuwa imekwisha kumvaa. Katika ile hali ya kutafuta ufumbuzi wa shida anazokabiliana nazo yeye mwenyewe pasipo kuhusisha Mungu, roho ya mauti ilikuwa imemvaa. Nilipomwombea akafunguka. Baada ya semina nikawaita wahusika wale, nikazungumza nao. Kila mmoja akaeleza kilichomsibu katika maisha yake. Ni kweli walikuwa wanapitia katika mambo magumu, lakini haikuhalalisha wao kufanya uamuzi wa kujiua. Ndugu mtazamaji na msikilizaji unayenisikia sasa, ni kuhakikishia kwamba Mungu alihusika na maisha ya watu hao, na hata ninapozungumza hii bado wako hai na wamekuwa na amani na utulivu wa kweli baada ya kuwaleta kwenye ujuzi na ufahamu wa kumtegemea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Una ndoa imeharibika, yuko Yesu atakupa amani. Una maisha yameharibika, yuko Yesu atakupa amani. Una ujana uliokata tamaa, yuko Yesu atakupa amani. Huwa nasema yule Yesu mtuliza dhoruba aweza kutuliza dhoruba katika maisha yako. Yule Yesu mtuliza mawimbi aweza kutuliza mawimbi yote unayokutana nayo. Anakuita akisema, njoo niangalie mimi nitakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anatujua mbele. Ufunuo 2:2 katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2. Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume na sio ukawaona kuwa ni waongo. Tuna Mungu anayetujua katika kila eneo la maisha. Neno la Mungu linasema, Mungu mwenyewe anasema, huyu Bwana Yesu alikuwa amejifunua kwa mtume Yohana katika kisiwa cha Patmo. Anasema, na yajua matendo yako. Amina. Amina. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku, Mungu anatujua. Iwe tunapanda milima, iwe tunateremka kwenye mabonde, Mungu anatujua. Tuko kwenye hali ya furaha, kwenye hali ya huzuni, Mungu anatujua. Tuwe tunapita mapito fulani ya maisha, vita vya kiuchumi, vita vya kiroho, vita vya kiafya, kila aina ya changamoto tunazoweza kukutana nazo katika maisha, Mungu anatujua. Usiku wakati naomba, Mungu aliniletea mtu mmoja yuko Ulaya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mnisikilize vizuri, na wewe unayenisikiliza huko uliko katika nchi yako mwenyewe, Mungu aliniletea sura yako usiku wa leo. Akaniambia, umeteseka kwa miaka ya kutosha. Ni zaidi ya miaka 10 toka ulipopata mtoto pekee uliye naye.
Bwana anasema wakati wa kupata mtoto mwingine umefika. Atazaliwa kwako mtoto wa kiume. Na mtoto huyo atakapokuja, asema Bwana, atasababisha baraka na mpendo mkubwa wa kiuchumi. Yaani ujio wake utaandamana na kupanda na kufanikiwa kwako kiuchumi, asema Bwana majeshi. Kama unanisikia sema amina. Kama unanisikia sema amina. Kama unanielewa sema amina. Mungu amesema atafunua vijito vya maji katika milima na chemchemi katika mabonde. Atawapa watu wake kutoshelezwa. Atawapa watu wake kusikia raha. Atawapa watu wake satisfaction, refreshment. Mungu ni Mungu anayehusika na maisha ya watu. Kama unanielewa sema amina. Anatujua vyema. Mimi napenda maneno Yesu alisema. Yesu alisema tusijisumbue kwa namna yoyote, maana hata idadi ya nywele zetu inafahamika. We have the Lord God who knows the number of hairs we have. Yaani Mungu ni Mungu anayejua hata idadi ya nywele. Kwa hiyo unapochana nywele asubuhi, zile nywele zimedondoka, wewe huwezi kujua ngapi zimekatika, lakini Mungu anajua. Kama ana mind, kama anajali idadi ya nywele, anajali zaidi ustawi wako, anajali zaidi kufanikiwa kwako, anajali zaidi mpendo wa kiroho wako, anajali zaidi mpendo wa kiuchumi, anajali zaidi amani katika ndoa yako, anajali zaidi uponyaji na afya katika mwili wako. Sema amina kama unavyo. Ufunuo sura ya 3. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3, leo tunaweka msingi wa kile Mungu anataka tupande katika siku hizi 5. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 7 na wa 8. Neno la Mungu linasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, mwenye kufungua wala hapana mfungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Mstari wa 8, najua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana wezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Jesus is the final authority. Yesu ni mamlaka ya juu kuliko mamlaka zote. Mnisikilize. Yesu Kristo ni mamlaka ya juu kuliko mamlaka zote. Nilikutana na mwanamke mmoja akiwa na kansa ya kizazi. Mwanamke huyu kizazi chake kilikuwa kinaoza. Na wakati nakutana naye, nakuja kwa ajili ya maombezi, alikuwa anatiririka usaha na damu kutoka mwili wake wa uzazi. Aliponifikia akaniambia, mtumishi wa Mungu, nimeambiwa na daktari bingwa, gynecologist, kwamba kansa imefikia kwenye terminal stage, kwenye last stage, kwenye malignant stage. Natakiwa nigawe urithi upesi, maana nitakufa, sitaishi hakika. Kamsikiliza mwanamke huyo ambaye kwa mujibu wa taaluma ya afya amehukumiwa kufa. Mnisikilize vizuri. Nikamwambia ni kweli, taaluma ya daktari inasema hivyo, medical knowledge inasema hivyo, lakini yuko Mungu awezaye kufanya mambo makubwa na magumu zaidi ya yote tuyaozayo na tuyaombayo. Nikamfundisha neno la Mungu kwa muda mfupi. Nikamwambia nitakuombea kwa dakika chache sana na kansa yote itaisha. Akanitazama juu chini. Nikamwambia yuko Yesu akifunga hakuna kufungua. Yuko Yesu akifungulia jambo hakuna kufungua. Hakuna kufunga. Jina la Bwana libarikiwe. Akiwa ananitazama kwa jicho la huruma, nikamwambia kama unasadiki neno la Mungu, nitakuwekea mikono yangu kichwani na ndani ya muda mfupi kansa yote itafutika. Sasa mtumishi wa Mungu niombee. Nikamwombea. Nilipomaliza kumwombea nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia,
Mwagize arudi kwa daktari bingwa yule yule ili akathibitisha. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kapanda basi akarudi huko alikotoka. Kaenda kwa daktari bingwa hospitali ya rufaa ya Kanda, Zonal Referral Hospital. Kaenda kamwona gynecologist. Na hii ndio examination results daktari anatoa. Anasema, mwanamke, nimekuchunguza, nimekuta hakuna kansa tena, na kizazi chako kimekuwa kama cha msichana hajawahi kuzaa. Hakuna damu tena, hakuna usaha tena, hakuna hali ya kuoza tena. Wewe ni mzima. Jina la Bwana libarikiwe. Wapendwa, ninapozungumza na mimi, ndugu mtazamaji, ninapozungumza namna hii, huu ni mwaka wa 5 mwanamke anaishi. Mwanamke aliyedhaniwa angekufa ndani ya mwezi mmoja, huu ni mwaka wa 5 anaendelea kuishi. Utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nataka nizungumze ya kwamba jina la Yesu ndio mamlaka ya juu na ya mwisho katika kila kitu. Mtu hawezi kufa kama Yesu hajaridhia afe. Amina. 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 Haijalishi unapita kwenye majaribu mazito magumu kiasi gani, lakini nataka nikwambie Yesu ni mamlaka ya juu na ya mwisho. Aweza kumaliza shida zako, aweza kumaliza kilio chako, aweza kumaliza maumivu yako, aweza kumaliza taabu yako. Anakujua pika. Sema amen. Amen. Mstari wa 8 anasema, najua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Niko hapa kama mwakilishi wa Mungu duniani kutangaza, kuna mlango umefunguliwa mbele yako. Mlango wa afya njema na uponyaji umefunguliwa mbele yako. Mlango wa amani katika ndoa umefunguliwa mbele yako. Mlango wa maisha yenye utoshelevu wa kweli umefunguliwa mbele yako. Mlango wa kufanikiwa na kustawi kiroho umefunguliwa mbele yako. Mlango wa kufanikiwa na kustawi kiuchumi umefunguliwa mbele yako. Make a step, take a step. Chukua hatua kuingia kwenye mlango huo. Jina la Bwana libarikiwe. Wiki hii, siku hizi 5 nitakupeleka kwenye eneo ambalo utaona maana ya maisha, utaona maana ya ndoa, utaona maana ya wokovu, utaona maana ya Ukristo, utaona maana ya kumwamini Yesu. Anayenisikia na kunielewa na aseme amina. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Pointi ya 4 ya mwisho, kwa sababu ya muda na leo tunaweka msingi tu. Mungu anatuita sisi tumkimbilie yeye ili atupe utoshelevu wa kweli. Mungu anatuita sisi tumkimbilie yeye. God is calling us to run unto him for our satisfaction. Mungu anatuita sisi tumkimbilie yeye ili atupe utoshelevu wa kweli. Isaya 41, katika kitabu cha nabii Isaya 41. Yesu tukuzwe, uhimidiwe. Isaya 41, tunarudi hapo tena. Oh my God. Isaya 41 mstari wa 17 18. Nataka nichukue mstari wa 17b na mstari wa 18. Napozungumzia namna hiyo, Roho Mtakatifu ananileta kwenye hali ya watu ambao uchumi umeporomoka. Ni Roho Mtakatifu aliyefanya kazi na nabii kufufua mifupa mikavu, ikawa jeshi kubwa la watu walio hai. Huyo Roho Mtakatifu bado yuko kazini. Atafufua biashara yako. Amen. Atafufua uchumi wako. Amen. Atafufua matumaini yako yaliyopotea.
Isaya 41:17b anasema, mimi Bwana nitawasikia, mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Mungu atazungumza mstari wa 17b mambo mawili hapo, ya kwamba Mungu huyu atatusikia na wiki hii atafanya mambo ya ajabu. Alafu anasema hatatuacha. Mstari wa 18 ndipo atakapofunua vijito vya maji na chemchemi ya maji. Jina la Bwana libarikiwe. Twende katika Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 leo tunaweka msingi tu. Zaburi ya 34. I can see many healings. Naona uponyaji. Ponyaji unatokea. Katika siku hizi 5 Mungu ataponya wagonjwa wa kila namna. HIV, cancer, Mungu ataponya. Na wewe unisikiliza kwa njia ya mtandao, Mungu atakuponya popote ulipo na utakuma ushuhuda. I can see in the spirit the healings, various healings taking place. Hallelujah. Amina. Jesus, thank you Holy Spirit. Zaburi ya 34. Roho Mtakatifu nisaidie. Zaburi ya 34 mstari wa 6. Masikini huyu alilia. Masikini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Semina hii ni semina ambayo wa maskini, neno maskini hapa maana yake wahitaji, those who need God. Maskini maana yake wahitaji, watamuita Mungu wao, atasikia kutoka mbinguni, halafu atawatoa kwenye taabu walizonazo. Tarajia kutoka kwenye taabu ulizonazo. Tarajia kutoka kwenye huzuni ulionayo. Tarajia kutoka kwenye mapito ulionayo. Maana Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Habadiliki. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Katika kitabu kile cha Mathayo, andiko letu la mwisho, sehemu nyingine tutaendelea kesho. Thank you, Holy Spirit. Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wa 28 mpaka wa 30 anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mizigo hii inaweza kuwa dhambi. Mizigo hii inaweza ikawa dhoruba na mawimbi na changamoto za maisha. Mizigo hii inaweza kuwa ni changamoto za ukosefu wa ajira na mbanano wa kiuchumi. Mizigo hii inaweza ikawa ni ugumu wa maisha. Mizigo hii inaweza ikawa ni hali yoyote ile ya kuvunjwa moyo, kukatishwa tamaa, iwe katika ndoa, katika familia, katika jamii, katika ofisi. Yesu anaita watu wapumzishe. Anasema mstari wa 29, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Wiki hii ni wiki ya kupata raha nafsini mwako. Amen. Wiki hii ni wiki ya kupata raha kiuchumi. Wiki hii ni wiki ya kupata raha na pumziko katika ndoa yako. Wiki hii ni wiki ya kupata raha na pumziko katika afya yako. Katika ulimwengu wa roho na kutana na mwanamke, mimba zinaharibika. Thank you, Holy Spirit. Shika mimba inaporomoka. Shika mimba inaporomoka. Shika mimba inaporomoka. Naweza kuona mimba kadhaa zimeporomoka. Ninao neno la kinabii kutoka kwa Bwana. Hivi ndivyo Bwana anasemavyo. Leo anakomesha kabisa mateso ya kuharibu mimba, hayatatokea tena, asema Bwana wa majeshi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Nimaliza andiko hilo, tutaendelea sasa sehemu ya kesho. Huu ni msingi tu wa leo. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Naomba tusimame. Jesus. Karabashande Ramasaka Retawa Oshanda Ramasaka Rimakato Ramasika O Rabayanda Ramashena Rabosika. Dear Lord Jesus, dear Lord Jesus, touch the lives of your people. Dear Lord Jesus, touch the lives of your people. Ninaona katika ulimwengu wa roho mtu anapitia kesi mbaya ngumu ya kusingiziwa. Kama Mungu wangu aishivyo, unakwenda kushinda kesi, asema Bwana wa majeshi. Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Karabashana Borana La Sana.